Kaandika no reform. No. Kaandika no reform mitano tena. Bombo class. Jamaa katikita. Eti bombo class. Asa bombo class imehusikaje? Bana, tukiwa bado katika sekeseke ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii kwa sasa ni no reform no election. Bana, ni moja kati ya neno ambalo limekuwa likitrendi kwa siku kadhaa, na mastaa tofauti wamekuja na upande tofauti. Siku ya jana kulikuwa kuna mabadiliko kidogo, na siku ya leo Harmonize amekuja na mabadiliko kidogo. Sasa katika siku ya leo Harmonize amekuja na neno kwamba ambalo mpaka limewashtua Watanzania wengi. Yani ameandika kwamba no reform mitano tena bombo clat. Sasa hiyo no reform katika lugha ya Kiswahili ina maana tofauti, na nafikiri kwamba anachokuwa amemaanisha kwa Kiswahili inaweza kutafsiriwa kulingana na muktadha, kwamba tafsiri tofauti. Hakuna mageuzi, afu no election ni hakuna uchaguzi. Sasa au kama hakuna mabadiliko basi hakuna uchaguzi. Kwa hiyo mabadiliko pia yanapaswa yafanyike. Sasa yeye alipokuja kuandika tena mitano tena alafu bombo klati, hapo ndipo ambapo watu wengi walikuja na majibu ambayo si mazuri. Wengi wao wakaanza kuhisi kama vile Harmonize labda amelewa, kwa sababu kuandika bombo klati katika lugha ya Kiswahili, katika lugha ambayo hili neno limeweza kutoka kuja katika lugha ya Kiswahili, ukilitafsiri basi lina maana ambayo ni ya matusi, kutoka katika lugha ya Jamaica ambayo inaitwa patwa, ambayo hili ni tusi kali sana katika utamaduni wa Jamaica. Linahusiana na sehemu za siri na usafi wa mwili wa mwanamke, likiwa linatokana na neno bombo clat. Sasa Harmonize amekuwa akilitumia sana hili neno, na watu wameshangazwa na hichi ambacho ameweza sema. Sasa ili neno ni maana kabisa, yani linamaanisha katika sehemu za siri, tena sehemu za mwanamke ambaye pia ni aidha ni msafi au ni mchafu, lakini mwanamke mwenye zile sehemu za siri. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa tafsiri hiyo. Kwa hiyo tafsiri ya moja kwa moja bombo clat haipo katika lugha ya Kiswahili, nikiwa na maana kwamba nikilitamka hilo neno tafsiri yake basi inaweza kuleta picha mbaya, lakini unaweza kulinganisha matusi makali sana, matusi yanayohusiana na sehemu za siri, matusi ya mama katika lugha ya Kiswahili. Watu wengi tumekuwa tukisikia bombo clat kwa Harmonize, lakini wamekuwa hawajui maana yake nini. Lakini pia hili inaweza kuwa ni kama vile ni tusi ambalo lina maana mbaya sana. Sasa baada ya Harmonize kuweza kuandika hichi ambacho ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, naweza nikakwambia tu kwamba mpaka director Hans Kana amecheka sana kwa hichi ambacho Harmonize ameweza kuandika, kwa sababu ni tusi, na alikuwa ameweka picha ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na pamoja na yote haya comment zimetiririka zikawa nyingi sana. Sasa sijui amelewa, sijui nini ambacho kimemkuta huko alipo, kwa sababu ni nafikiri hajaelewa nini labda alichokiandika, au anaelewa lakini hajazingatia hichi ambacho amekiandika, kwa sababu ameandika no reform, yani hakuna mageuzi, mitano tena alafu bombo clat. Ukidefine hiyo sentence ni kwamba hakuna mageuzi, mitano tena alafu tusi. Kwa msanii kama Harmonize, hilo ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kumshusha sana, kwa sababu picha aliyoweka pale ni ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo watu wengi, kwa mfano kama MC Kibosi amesema kwamba ni kuunfollow rasmi sasa. Watu, yani wewe kweli afutusi. Mdada mmoja anaitwa Mick-TZ, yani wewe kweli tusi, kumbe ndio maana ulitaka kumpakua Ibra, leo na kuunfollow rasmi. Njoo chumbani, no reform no election. Kwa hiyo watu wanajaribu kumaanisha hichi ambacho amekifanya, na wanajaribu kugusanisha nyaya na yale matukio ya kipindi cha nyuma. Kumbe akili Harmonize hana kwa hichi ambacho. Sasa Mwijaku naye ameandika kwamba woyo kwa hichi ambacho amekiona kwake Harmonize amekifanya. Yani kwamba Mwijaku anamshabikia Harmonize kwa hichi ambacho amekifanya. Kwa hiyo ni kama tu ni machawa hao wote. Harmonize ni chawa, Mwijaku pia ni chawa, na angekuwa labda ipo katika hali ya chini angeweza basi kutambua hichi ambacho watu wanakipigania, lakini wanaweza wakawa wanatambua, lakini mambo yote ambayo yanawakuta kwa sasa hivi wao hawapati effect
wao wanajaribu kupigania ugali wao na sisi hapa tunajaribu kupigania ugali wetu. Kwa hiyo wote kwa pamoja, watu wanapigania ugali wao wote kwa pamoja. Sasa naweza nikasema kwamba kwa upande wa Easy Medit amesema kwamba rasmi nipo shift ya asubuhi, no reform no election. Kwa hiyo Benny Break anasema kwa mzee unalazimisha kutrendi kwenye kila kitu, ukiona kitu kina trendi tu unadandia. Benny Break ni modo huyu. Bad Guy aka Wizzy MBM anasema kwamba naanza na mimi mnonifuata like hapa na unfollow page ya Harmonize. Lakini pia Alice Kela ambaye ni alikuwa na shemeji yake kipindi cha nyuma, emoji za moto, Tuesday picture emoji za moto. Alafu Chadema ni blood, no reform no election, let's go. Hapo kalipwa tu, mwili mkubwa akili zero brain, yani amelipwa ili aweze kufanya hivi. Timeless Kitchen Treasure amesema kwamba yani wewe mwenyewe hujui kama umepiga dongo mama yako, shule ni ya muhimu, yani umempiga dongo mama yako, shule ni ya muhimu sawa wewe tamba naye, ila hapa ni no reform no election, then ya unfollow your page. Kwa mashabiki wengi wamesema upande wa unfollow page ya kwake Harmonize. Alafu baada ya hapo official wa 9 anasema kwamba yani hapa kudadeki huyu mbuzi anasupport utekaji, anasupport uongozi usioeleweka, ni kwa unfollow mpaka waseme no reform no election. Oktoba tunatiki. Anaitwa Abla Isa ameandika hivyo. Salubio official anasema kwamba hivi tuseme kaka ngoja tukakuunfollow ili wewe ukapumzike kwa amani, no reform no election, hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Tusimpenda huyu kwenye picha tu like hapa watu, yani kwenye picha kwamba ni Mama Samia huyo, watu wasiompenda wanataka wa like same fulani. Jamani wazalendo wenzangu, njoo tuonyeshe umoja wetu hapa kwenye ili jichawa andunje, no reform no election. Mr. Kawambwa 6 anasema kwamba Oktoba tunatiki. Hapo ameweka hashtag nyingi sana. No kajilipua no Harmonize, no kujilipua no Harmonize. Harmonize Kajala aliona mbali na ufupi wako kama mavi asubuhi, no reform no election. Harmonize akamtukana pale, alafu no reform no election. Kwa yanayoendelea hata mumkomeshe kwa mumkoshe kwa jiki hawezi kutakata. Hakuna aliyewahi kushindana na kanisa akashinda. Kiti akitakalia lakini moto atakikalia lakini moto utamwakia, no reform no election. Asante, nilisahau kuunfollow, no reform no election. Watu wanataka kumunfollow pia Harmonize kwa hichi ambacho amekifanya katika siku ya leo. Siezi hapa imesema kwamba akamtukana tena Karata Gang amemtukana. Alafu kumbe wewe amo mjinga. Okay, watu 500 wa kuunfollow hii rasmi. Sasa twende kazi, mimi nishamaliza. No reform no election. Kwa hiyo hiyo Bombo Clan imefuata nini hapo? Kwa hiyo ni moja kati ya tusi ambalo nimejaribu kulitafsiri katika lugha ya Kiswahili, lakini inahusisha na swala zima la sehemu za siri. No reform no election. 5 tena emoji za moto. Leo baadhi tukasema bahati ukatuletea tena mambo ya sisemi, tunakuwa unfollow. Kwa hiyo ni kama mashabiki wameamua kumunfollow pia Harmonize kwa hichi ambacho amekifanya. Sasa ngoja tuone mabadiliko katika page yake, kwa sasa hivi ana followers 11,100,000. Ngoja tuone nini ambacho kitafuata katika page hii. Mpaka kwa muda huu likes ni 13,100 na comment ni 3,814 na yote haya yatakuwa ni kizaazaa. Ngoja tuone nini ambacho kitafuata. Nitakusogezea hapa yote. Bye bye for now.